Tukielekea katika mengine sasa, tuelekee huko Manyara ambapo Neema Sanka ni mwanariadha pekee mwanamke anayekimbia mbio ndefu za kilomita 42 mkoani Manyara, ambapo licha ya kuonyesha juhudi kwenye mchezo huo kwa kushiriki mbio mbalimbali ndani na hata nje ya nchi, bado anakabiliwa na changamoto ya udhamini. Helen Kawiche kutoka mkoani Manyara ametutumia taarifa ifuatayo. Azam Sports inakukutanisha na Neema Sanka, mwanariadha wa mbio ndefu za kilomita 42 hapa mkoani Manyara. Mazoezi kwake ni kitu cha kawaida kila siku kwenye viunga mbalimbali hapa Babati, na hapa anatupitisha kwenye safari yake katika mchezo wa riadha. Riadha nilianzia shule sekondari, baadaye nikaacha. Niliendelea na masomo ya chuo, baadaye nikaahirisha, nikaendelea na mbio mwaka 2019. Ndio nilianzia hapo safari yangu. Magumu ni changamoto ya kwamba watu hawaamini mchezo. Ndio maana mpaka sasa hivi kwenye mkoa niko mwenyewe. Kwa sababu tulikuwa wengi lakini watu wameacha. Nikimbia kilomita 10, kilomita 21 na kilomita 42. Ila kwa sasa hivi na focus na kilomita 42 kwa sababu ni mashindano ambayo yameniweka kuwa juu sana, na kwa sasa hivi kwa wanawake upande wa Tanzania ni wachache kwa hizo mbio. Hatufiki hata 10. Ni wachache mno, kwa hizo mbio nimeona ni mbio nzuri kwangu na ninaziweza. Especially Kilimanjaro ambayo ni mbio kubwa, ambayo ni international, ambayo inahusisha mataifa 50 duniani. Kwa hiyo nimekuwa bora kwenye yale mashindano 2023, 2024, 2025. Na 2026 natarajia kuwa bingwa. 2023 nilikuwa mshindi wa pili, 2024 nilikuwa mshindi wa pili, 2025 nilikuwa mshindi wa tatu. Maana yake ni kwa upande wa Tanzania ndio nilikuwa naongoza. Maana yake ndio Tanzania 1. Kwenye hizo mbio maana yake wanachukua kwa upande wa Tanzania, Mtanzania wa kwanza. Kwa maana hiyo mimi nimeingia ndani ya top 3 miaka 3 mfululizo. Na mpaka sasa hivi rekodi ambayo hamna aliyevunja rekodi ya kuingia kwa miaka 3 ndani ya top 3, maana yake ni ngumu na mimi nimeweza. Neema amewahi kushiriki mashindano ya mbio nje ya bara la Afrika mwaka jana, na mwaka huu pia anatarajia kwenda Madrid nchini Hispania. Kwa upande wa mashindano ya nje ya nchi nilienda nchi inaitwa Switzerland au Swiss. Mwaka 2025 mwezi wa 8, niliondoka mwezi wa 7 tarehe 31 kule, tukakimbia tarehe 8 mwezi wa 8 nchini Switzerland. Nikaingia nafasi ya 6 duniani kwenye mashindano ya trails, maana yake mashindano ya milimani ambayo kwa nchi yetu hakuna ambaye anakimbia hizo mbio, ila mimi nimeenda na nimefanya vizuri. Mbio za Hispania tutaondoka mwezi wa 4, ambapo tuko Tanzania tutakuwa wa 4 tuliochaguliwa kwenda mashindano, ambapo kuna mtu alitutafutia hizo mbio, maana yake ni mbio kama za road race, maana yake kila mwezi tutakuwa nje ya nchi. Neema ameiambia Azam Sports anatarajia kuanza kuibua vipaji vya riadha hapo baadaye. Baada ya miaka 2 nitaanza kuibua vipaji vya riadha mkoa wa Manyara. Na nitasimamia kweli kweli, kwa sababu kwa upande wa huku kwetu hamna mpaka sasa hivi ambaye anafanya kazi zaidi ya Gabi. Gabi ndo anafanya hiyo kazi na yeye. Kwa hiyo na yeye amejitahidi sana kwa upande wake. Ndio. Wazazi na waambia wasiwakataze watoto wao kukimbia mchezo wa riadha, kwa sababu ni mchezo ambao ni mzuri sana, unakufanya unajua mataifa mbalimbali duniani, na pia unakuwa bora kuliko. Unapata hela nyingi. Ni mchezo mzuri sana, na mimi hata mimi wazazi wangu walikuwa waamini kiukweli kabisa. Mpaka babangu ananiambia mna hii kitu kabisa. Leo anaamini kabisa, na yeye pia ana support kazi yangu sana. Kwa hiyo nawashauri wasiwakataze watoto wao. Neema Sanka ni mwanamke shujaa ambaye ameweza kuendeleza kipaji chake cha riadha licha changamoto mbalimbali ikiwemo kukosa wadhamini. Helen Kawiche, Azam Sports, Manyara.